Habari za asubuhi. Niwashukuru kwa kuweza kufika katika wito ambao nimeutoa jana na leo, kwa maana ya kuongea nanyi waandishi wa habari, na naomba tu kabla sijaanza niseme kwamba taarifa nitakayoitoa ndio eneo hasa. Kwa hiyo msiniulize maswali mengine zaidi ya taarifa, mniulize maswali yanayohusiana na taarifa nitakayoitoa. Sitaki hao mengine yanayoendelea huko. Nataka haya nitakayoyatoa mimi ndo taarifa. Sababu nawajua waandishi, mimi nimekuwa naibu waziri wa habari na mimi nimesoma basic journalism. Kwa hiyo naweza hiki ninachokitaka nikiseme, alafu kile mtakachoniuliza ndio kinakuwa kikubwa zaidi. Hayo mengine tutakuja kuandaa siku nyingine, maswali mengi na kila kitu ni bombadi mnavyotaka, nitakuwa tayari. Lakini leo nina taarifa tu yao hivyo hivyo tu, mniulize hayo ambayo nimetaka tuongee naye. Mko tayari? Naona bado mnachelewa, wengine ndio wanaingia. Uzuri wangu mimi nikisema saa fulani ujue nina saa hiyo hiyo. Mezoea sasa, unaweza kukwambia saa 5 alafu akaonekana saa 9. Nafikiri tuanze. Niwashukuru. Tumewaita leo hapa kwa taarifa kubwa moja. Ni kwamba Chama cha Mapinduzi kitakuwa na mkutano mkuu maalum wa taifa tarehe 29 na tarehe 30 ya mwezi huu. Ni mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi taifa utakaofanyika tarehe 29 na tarehe 30 ya mwezi huu. Kama mnavyojua kwamba ili mkutano mkuu ufanyike kunakuwa na vikao vya awali. Kwa hiyo mkutano mkuu utatanguliwa na halmashauri kuu ya taifa itakaoketi Dodoma tarehe 28. Na halmashauri kuu ya taifa itatanguliwa na kamati kuu itakaoketi tarehe 26 Dodoma. Kwa vikao vyetu vyote kuanzia cha kamati kuu, halmashauri kuu na mkutano mkuu maalum wa CCM taifa vitafanyika Dodoma. Ajenda ya mkutano mkuu maalum, kama mnavyojua, mkutano mkuu maalum huu ni mwendelezo wa mkutano. Tulikuwa na mkutano mkuu mwingine uliopita, na sasa tuna mkutano mkuu maalum mwingine. Ajenda kubwa ni 3. Ajenda ya kwanza itakuwa ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia 2020 mpaka 2025. Na taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi itakaowasilishwa ni ya serikali mbili: Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mkutano mkuu maalum huu utapokea taarifa ya miaka 5 ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025. Ajenda ya pili itakuwa ni kupokea na kuzindua rasmi
ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya 25-2030, kwa maana tunakoelekea katika uchaguzi. Hiyo ndo ilani tutakayoitumia. Kwa hiyo mkutano mkuu huu maalum utapokea na kuzindua rasmi ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 kuelekea 2030. Ajenda ya tatu itakuwa mkutano mkuu huu maalum utafanya kazi ya kufanya marekebisho madogo katika katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo marekebisho ya katiba yatafanywa na mkutano mkuu maalum utakaoketi tarehe 29 mpaka tarehe 30. Marekebisho madogo ya katiba. Kwa hiyo kubwa sana katika mkutano huu ni hiyo, kupokea na kuzindua ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo kama mwaka wa uchaguzi, lazima tupokee taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa miaka mitano, na baada ya hapo maana yake sasa tunakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba tumeona tumefanya nini katika miaka mitano, na sasa tunazindua ilani ambayo tutaitumia kwenye uchaguzi mkuu, ilani ambayo ni ya miaka mitano 2025 kwenda 2030. Na nyie mnajua vyama vya siasa kuelekea katika uchaguzi, nyenzo muhimu sana katika uchaguzi ni ilani ambayo unaenda kuiuza, unaenda kuwaahidi, unaenda kuwashawishi wananchi ili waweze kukuchagua, ili waweze kukichagua Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ilani hiyo ni muhimu sana katika uchaguzi. Nyenzo ya pili ni wagombea. Maana yake pia wagombea watakaopatikana lazima nao wawe na hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana madiwani wetu, wagombea wetu wa udiwani, wabunge, wawakilishi na wagombea urais, kwa maana mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi, na mgombea urais pande wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Kwa nyenzo zetu hizi muhimu sana ni kuwa na ilani ambayo tunaenda kuinadi kwa wananchi. Kwa hiyo maandalizi ya mkutano mkuu maalum yamekwisha fanyika kwa kiasi kikubwa, tunaendelea kuyakamilisha. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kualika wajumbe wote wa mkutano mkuu CCM Taifa kuhudhuria mkutano huu maalum, lakini lingine kualika wote ambao pia watapata barua za mwaliko. Lakini kwa mapenzi makubwa ya chama chetu, mkutano mkuu maalum unapokaa Dodoma, kila mtu, hata kada mwingine anaweza kuwa anaufuatilia kakaa sehemu anafurahi, lakini yuko Dodoma, nao ni wakaribishe kuja Dodoma. Kwa hiyo tarehe 29 na tarehe 30 Watanzania watege sikio Dodoma kuona ilani ya wananchi, ilani itakaokonga nyoyo za Watanzania. Na Chama cha Mapinduzi mpaka kinaandaa ilani, maana yake tumeshafanya kazi ya kutosha ya kufanya tathmini ya utekelezaji wa ilani 2020-2025. Tumeona ilivyotekelezwa, lakini pia
Kwa changamoto chache labda zilizobaki, nazo tunaziingiza katika ilani itakaofuata ya 2025 kwenda 2030. Kwa hiyo hilo kwa Tanzania tutakapoizindua ilani hiyo, wao wenyewe wataona kwamba CCM inazingatia maoni ya wananchi, kwa sababu katika ilani hiyo tumeshirikisha pia wananchi, tumeshirikisha wadau mbalimbali kuweza kuiandaa ilani hiyo ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ile ndio nililowaitia kubwa, ni CCM kufanya mkutano maalum taifa kwa maana kubwa ajenda hizo tatu. Kwanza, kupokea taarifa za utekelezaji kwa serikali zetu mbili; pili, uzinduzi wa ilani; na kufanya marekebisho madogo ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru sana, hilo ndo kubwa ambalo niliona nilitolee taarifa na wananchi wajue kwamba kutakuwa na mkutano mkuu maalum. Sisi tunafurahi kwamba mwaka huu tumekuwa na mkusanyiko mikubwa. Huu unaenda kuwa mkusanyiko wa 3 mkubwa. Tulikuwa na mkutano mkuu, kaja tukaa na sherehe za CCM miaka 48, au tunaenda kuwa na mkutano mkuu maalum. Asanteni. Nikushukuru kwa swali zuri, na uzuri nimeeleza ajenda za mkutano mkuu maalum. Kwa hiyo hiyo sio sehemu ya ajenda ya mkutano mkuu maalum. Umeshafanya sana pengine ambayo tunataka kufanya na mnahisi na pili ni kuzunguka ya sehemu nyingi. Wewe kwa yako au sio kusema kwamba hii kama kwenda kusema mapema kabisa au kama mimi nasema au kama maadili na sheria wamekuwa kushiriki. Sasa hadi maneno na kwa Morogoro haya tutaki nani pole au pia wewe sema Morogoro itakuni. Amini jikite kwenye ajenda za mkutano mkuu maalum na hasa utekelezaji wa ilani. Nimeeleza kwamba utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi umefanyika kwa kiasi kikubwa. Unajua, mimi naendelea kusisitiza awamu hii ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, fedha za maendeleo zimetolewa kwa wingi kuliko awamu yoyote. Ndio maana ukienda katika kijiji kuna alama aidha darasa, aidha zahanati, aidha maji, aidha mradi wowote ambao umewagusa wananchi kwenye kata, kwenye jimbo kwa ujumla, wilaya na mikoa. Fedha za maendeleo zimepelekwa kwa wingi mno kuliko wakati wote. Kwa hiyo ilani yetu tukiangalia kwa kiasi kikubwa imetekelezwa kwa asilimia kubwa. Huwezi kusema 100 kwa 100. Maeneo mengine wanaweza kuambia 120, wengine 100 kwa 100, wengine 99, lakini ieleweke kwamba ilani ya uchaguzi
25 imetekelezwa kwa kiasi kikubwa, na hiyo ndio inayotupa nguvu na matumaini kwamba Chama cha Mapinduzi kiliahidi, kimetekeleza, na hiyo ndio inajenga imani kwa wananchi, na ndio maana hata uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji wananchi walituamini, na sisi tukasema kwamba kupitia ilani hiyo basi tutaandaa ilani nyingine ambayo itakuwa ni ilani itakayotoa matumaini makubwa kwa Tanzania. Kwa hiyo kwa maana ya utekelezaji wa ilani na imani yangu kwa wananchi ndio iliyonifanya uninukuu kwa maneno hayo kwamba CCM itashinda kwa kishindo kutokana na utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mwingine? Inaandaliwa na Chama cha Mapinduzi. Inaandaliwa na Chama cha Mapinduzi. Ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi si katibu wa idara ya itikadi, uenezi na mafunzo, ndio mwenye jukumu hilo. Idara yangu ndio mwenye jukumu hilo la kuandaa ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo maana yake idara yangu nina wataalamu wengi, lakini kamati kuu ndio inateua sasa kamati ya ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo wakati ule majina mbona yalikuwepo ya kamati iliyoteuliwa ya kuandaa ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo imeandaliwa, kamati kuu inateua wajumbe wa kuandaa ilani hiyo, na imeandaliwa kwa maana ownership ni ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ukiniuliza wataalamu kwa majina, wataalamu ni wasaidizi wangu walioko katika ofisi idara ya uenezi, organization, suki, ofisi ya katibu mkuu. Wataalamu kwa maana wengi wako makao makuu wa Chama cha Mapinduzi. Vipi? Marekebisho? Wewe unataka ujue, alafu unaona kama marekebisho yamefanywa sana? Umeniambia katika maelezo yako ya msingi. Tega sikio basi. Tega sikio kwenye marekebisho atakao, kwa sababu na hao mengine kulikuwa mnasikia CCM imefanya marekebisho. Mkutano uliopita mmeona kwamba kura za maoni sasa wajumbe wameongezwa kutoka wale wachache wamekuwa wengi, mpaka mabalozi huko wanapiga kura, jumuiya za chama. Yalikuwepo marekebisho mengine hata ambayo labda hamjafuatilia, ikiwemo zamani ilikuwa kwamba bwana, ukitaka kuomba wanachama uandike hiyo barua upeleke kwenye tawi, lakini sasa hivi ni kwamba utawasilisha maombi. Inaweza kuwa kwa mtandao, unaweza kuwa kwa njia yoyote, lazima tuende na wakati. Nataka niwaambie marekebisho yoyote yanafanywa kwa maslahi ya Chama cha Mapinduzi, tofauti na vyama vingine. Ni chama dynamic. Hatuwezi kuwa static. Dunia inabadilika. Modern politics, generation. Kwa hiyo ni mazingira yenyewe ya kidunia. Kwa chama chetu lazima muda wote lazima kiwe dynamic. Kwa hiyo tegemea kwamba kunaweza kutokea leo marekebisho haya, kitokea wakati fulani marekebisho, kutokana na umuhimu na uhitaji wa wakati huo.
Kwa hiyo tutakapofanya marekebisho utayajua marekebisho yaliyofanya. Sasa Maro alikuwa hajauliza swali. Nimemwona huko mkono wake. Ubaya ubwela. Paka Moroko. Tunawatakia Simba kila laheri kwa sababu wanawakilisha taifa na ndio timu iliyobaki pekee kuwakilisha nchi yetu hapa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo kwa hilo kwa kweli niseme tunawatakia Simba kila laheri. Heshima watakaoipata ni ya Tanzania. Lakini pia tumefika hapa kutokana na wadau wengi waliochangia timu zetu kufika katika hatua hii kubwa. TFF, bodi ya ligi, lakini kikubwa serikali, kwa maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa hamasa kubwa sana ya kwa wachezaji, kwa timu zetu, goli la mama. Kwa hiyo yote amechagiza na imeleta hamasa na mwitikio mkubwa, na naamini kwamba imechangia sana hapa tulipofikia. Kwa hiyo leo tarehe 17, hata kama sio ajenda nilizowaitia, umenikumbusha niseme tunawatakia kila laheri kwa sababu wanaleta heshima ya nchi yetu. Watacheza huko, watakuja hapa inshallah. Swala la utekelezaji wa ilani, mimi niseme tu kwamba jukumu la chama chetu kama ulivyosema ni kuandaa ilani, lakini pia kusimamia utekelezaji wa ilani. Kwa hiyo hayo yanayoelezwa katika taarifa za CAG maana yake ni kwamba yatachukuliwa hatua na serikali, na ndio maana taarifa ya CAG ikishawasilishwa, serikali yenyewe pia inaanza kuandaa majibu ya yale ambayo wameambiwa hapa pana hapa pana hapa pana hapa. Kwa hiyo baada ya hapo majibu yanapatikana, lakini pia na utekelezaji wa kuchukua hatua za kurekebisha na kuchukua pia hatua pale inapoonekana kwamba kulikuwa na uzembe. Kwa hiyo kubwa ni kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa vizuri, na tunatumaini kwamba tunaipeleka ilani nyingine tutakayoizindua itakayotoa matumaini makubwa kwa Tanzania. Nafikiri jamani inatosha. Ila tu nilichogundua niseme jambo moja. Nimegundua nyie mna hamu sana tuongee siku nyingine. Nitaita sasa hapo mnipige maswali kulia kushoto vyovyote mtakavyoweza. Sawa mimi niko tayari. Nimeona mna hamu sana na ndio maana mnachomekea ilani na CAG.